nione mtu atakayekula hata shilingi moja ya mradi wa maji Mburahati. Jukwaa la wanawake, tumepewa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwezesha kiuchumi wanawake. Fedha za mikopo za halmashauri zinafika kwa wanawake wachache sana, kwa sababu sio nyingi. Tunatakiwa pia tujenge shule, tunatakiwa tuangalie mishahara ya walimu, tufanye mengine. Mstahiki meya halmashauri yake, fedha ya mikopo ambayo inazunguka kwenye wilaya ya Ubungo ni shilingi bilioni 14 ya mikopo. Wanawake wana bilioni 7. Fedha waliorudisha ni bilioni 2. Maana yake bilioni 5 iko kwenye baadhi ya wanawake ndani ya wilaya ya Ubungo. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchaguzi umeisha. Kama umewahi kuchukua hela ya mkopo wa halmashauri na hujarudisha, utaitapika. Wapo viongozi wamechukua mikopo, majina yao ninayo, kwa upendo na upole kabisa. Kama unajijua ni kiongozi, sitataja nafasi, unanisikia, Jumatatu nenda idara ya maendeleo ya jamii, weka utaratibu wa kurudisha mkopo, tutadhalishana. Hatuwezi tukakaa hapa tuna bilioni 14, mwenyekiti, kata inakosa mradi kama huu wa kutatua changamoto ya maji, alafu wewe umekalia halmashauri. Haiwezekani. Kama ulitoa mkopo kikundi cha vijana, walemavu, kikundi cha wanawake, na una pesa ya halmashauri, hii ni hela halali ya wanaubungo wote, sio wachache mnabaki nayo. Hapeshi mnataka tuwape hela kila siku, marufuku. Leo tulikuwa na tukio la uzinduzi wa kisima cha maji. Kisima hiki ni kisima cha maji chumvi, lakini kazi ambayo imefanyika hapa ni kazi ya kuiondoa chumvi na yale maji kwenda kuwa maji baridi. Tunashukuru ofisi ya mkuu wa wilaya imeweza kupambana, kushirikiana na sisi madiwani, na leo hii katika maombi tuliomuomba katika kutatua kero za maji katika kata zetu, kata ya Mburahati imebahatika kupata mtambo wa uchakataji wa maji kwenye visima. Mtambo una uwezo wa kuchakata maji kwa lisali moja lita 10,000. Tafsiri yake tunategemea kwamba ndani ya masaa 16 kuchakata lita 160,000. Ujazo huu wa lita wa mtambo unapelekea kuwa msaada sana maji yake kwa wananchi wangu. Walau huu mtambo umekwenda kupunguza kero ya maji kwenye kata hii ya Mburahati, na hususan mtaa wa Nashinozi, na tunategemea mitaa mingine pia kupokea mtambo kama huu. Hebu fikiria, maji ni ya chumvi, lakini maji haya yamegeuka kuwa maji baridi. Wananchi wameyapokea haya maji kwa kiasi kikubwa sana cha furaha, na wanakuja kuyachota pasi na wasiwasi yoyote ile. Ndio maji tegemezi kwa sasa, kwa sababu tuna changamoto ya maji ya DAWASA, tunayapata kwa zamu, lakini kupitia maji haya hayana zamu, muda wote yapo yanapatikana, na wananchi wanatoka sehemu mbalimbali kuyafuata. Asante sana, naitwa Kawina Hachikonde, diwani wa kata ya Kwembe. Tunashukuru mradi huu utakuwa ni mradi endelevu ndani ya wilaya yetu ya Ubungo, lakini mradi huu una tija kubwa sana, ni mradi mkubwa. Hapa una mwezi mmoja tu, lakini tayari unaonekana umeingiza zaidi ya milioni 6, kitu ambacho kisi kama madiwani wa halmashauri ya Ubungo tunatarajia kuona mradi huu unakuwa mkubwa. Na mimi kwangu kata yangu ya Kwembe nashukuru Mungu kwamba sasa hivi maji yako 80%, kwa sababu mabomba yote visima vikubwa viko ndani ya kata yangu. Ninawaomba wenzangu wa halmashauri, wenzangu wa DAWASA wanisaidie maji yale tuweze kusambaza ndani ya kata yangu yote kubwa. Lakini nimeweza kuwaombea waheshimiwa madiwani wenzangu, nimeweza kuombea kata ya Msigani, kata ya Kimara na kata ya Saranga, kwa sababu jiografia na changamoto ya maji kule ni kubwa. Basi wakipata visima hivi
wananchi wengi wataweza kufikiwa kwa urahisi na kuweza kutatua changamoto ya maji kwa urahisi sana. Nataka kuhakikishia kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya huyu ambaye ni jembe, niko tayari kushirikiana naye ili miradi ya namna hii iweze kufungwa katika wilaya yote ya Ubungo na watu wengine wakapata kujifunza na changamoto ya maji itakwenda kuondoka, kwa sababu kiukweli hapa Tanzania au Dar es Salaam maji ni mengi. Issue tu ni namna tu ya kuweza kuwekeza maarifa kidogo ili kuweza kuondoa changamoto iliyopo, kwa sababu hapa ardhi yetu ya Dar es Salaam imejaa maji, lakini ukiacha hiyo kuna bahari pia imejaa maji. Kwa hiyo kama kuna bahari basi maji yapo. Issue tu ni kuondoa chumvi na kuyafanya maji yatumike.